Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. Roboti ya kwanza ya China iliyotengenezwa ndani ya nchi kwa ajili ya ukaguzi wa nyaya za chini ya bahari imeanza kutumika rasmi. Teknolojia mahiri yaongeza ufanisi wa kilimo nchini China. Na magari ya umeme ya China yapata maarufu Dubai, bei ya mafuta ikiendelea kupanda. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. Kadri msimu wa upandaji wa masika unavyoendelea nchini China, maendeleo mengi yanatumia teknolojia za kisasa kuboresha uzalishaji na kulinda utoshelevu wa chakula. Kuanzia vitalu vya mpunga kusini magharibi hadi upandaji wa mahindi kaskazini, ubunifu unaendelea kubadilisha kilimo. Jacob Mogoa na ripoti hiyo kwa kina. Katika wilaya ya Pengshan mkoani Sichuan, uzalishaji wa miche ya mpunga unafanywa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa mashine ndani ya nyumba ya kilimo. Trei za miche husogea kwenye rafu ili kupata mwanga sawa, huku mifumo ya kiotomatiki ikidhibiti maji, mbolea, joto na unyevu. Mbinu hii imepunguza matumizi ya ardhi na nguvu kazi na kufupisha muda wa kukuza miche kutoka siku 30 hadi takriban siku 20. Hatua hizi zimeongeza ufanisi na kupunguza gharama kwa wakulima. Traditional seedling raising takes up a lot of land and labor, and it is vulnerable to extreme weather. Now these 4 machines occupy less than 400 square meters and shorten the nursery cycle from 30 days to just 18 to 20 days. Katika mkoa wa Liaoning, jiji la Tianling limeanza mapema upandaji wa mahindi kwa kutumia mbinu za kisasa kama kulainisha udongo kwa kina, upandaji bila kulima na urambazaji wa satelaiti wa Beidou. Teknolojia hizi zinasaidia kuhifadhi rutuba ya udongo na kuongeza mavuno. Maandalizi yamehusisha matengenezo ya mashine, mafunzo kwa waendeshaji na matumizi ya mbegu bora. Before spring sowing, we completed maintenance of agricultural machinery and training for machine operators. In addition, from selecting improved varieties and formula fertilization to conservation tillage and precise density control for corn, technology is integrated throughout the entire sowing process. Wakati huo katika bonde la mto Li mkoani Xinjiang, upandaji wa mahindi unaendelea kwa kasi katika maeneo makubwa. Teknolojia ya kupanda kwa usahihi inaruhusu kazi kadhaa kufanyika kwa wakati mmoja, kama kupanda, kuweka plastiki na kufunika udongo, hivyo kupunguza gharama na kuongeza tija. Last year I planted 100 mu, about 6.67 hectares, of corn and had a good harvest. That's why I expanded to 500 mu, about 33.33 hectares, this year. The temperature and other conditions are suitable. In the later stage, we will strengthen water and fertilizer management and field management, hoping for another good harvest. Kwa ujumla, matumizi ya teknolojia mahiri yanaimarisha kilimo cha China kwa kuongeza uzalishaji, kupunguza gharama na kuwapa wakulima matumaini ya mavuno bora zaidi. Umaarufu wa magari ya umeme kutoka China unaongezeka kwa kasi katika jiji la Dubai, huku wakazi wengi wakianza kuachana na magari yanayotumia mafuta kutokana na kupanda kwa gharama za nishati. Ongezeko hili la bei ya mafuta limechochewa na mivutano ya kijeshi Mashariki ya Kati, hasa baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari, pamoja na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Simiwa Njala anaarifu zaidi. Ingawa makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda wa wiki 2 yametangaza kupunguza hofu ya soko, wachambuzi wanasema bei za mafuta huenda zisirejee katika viwango vya awali kwa haraka kutokana na changamoto za usambazaji na uharibifu wa miundombinu ya kusafisha mafuta. Katika Umoja wa Falme za Kiarabu, bei za mafuta hufuata viwango vya soko la kimataifa na hubadilishwa kila mwezi. Mwezi Aprili, bei ya dizeli ilipanda kwa zaidi ya 70%, huku petroli ikiongezeka kwa zaidi ya 30%. Ongezeko hilo limeathiri kwa kiasi kikubwa gharama za maisha kwa wakazi na biashara mjini Dubai na kusababisha wengi kuanza kuzingatia magari ya umeme. I choose this Chinese cars because their technology and it has efficiency systems
and a lot of my friends own these cars. So it's really amazing. Wauzaji wa magari wanasema idadi ya wateja wanaoulizia magari ya umeme hususan yale kutoka China imeongezeka kwa zaidi ya 30% katika mwezi mmoja uliopita. Baadhi ya wakazi wanasema wanavutiwa na magari hayo kutokana na ufanisi wake na teknolojia ya kisasa, huku wengine wakieleza kuwa uzoefu wa marafiki zao umewahamasisha kufanya maamuzi hayo. If the war and the conflict ends this week, so in the next 2 to 3 days, and the strait is opened, and the not production, the if you want refurbishment of these refineries actually start, then we're looking maybe around 1 to 2 months approximately to go back to normal production levels. Maybe for some refineries a bit more because they have been hit hard. We're not going to see an instant sharp decline in prices. Kwa mujibu wa wachambuzi, hata kama vita vitaisha hivi karibuni na usafirishaji wa mafuta kurejea katika hali ya kawaida, itachukua muda kwa uzalishaji wa mafuta kurejea kikamilifu kutokana na uharibifu wa viwanda vya kusafisha mafuta. Wataalamu wa sekta wanaona hali hii kama ishara ya namna uchumi unaotegemea mafuta ulivyo hatarini kwa misukosuko ya kimataifa, huku pia ikitoa fursa kwa wazalishaji wa magari ya umeme hususan kutoka China kupanua soko lao katika eneo la Mashariki ya Kati. Maandalizi yote muhimu kwa maonyesho ya 6 ya kimataifa ya bidhaa CICPE yamekamilika. Maonyesho hayo yameanza rasmi hii leo katika mji wa Haikou, mkoa wa Hainan, kusini mwa China. Mwanjala anatueleza zaidi. Kwa mjibu wa waandaaji, vitu vyote muhimu kama vibanda vya maonyesho, huduma za vyombo vya habari na mipango ya usalama tayari vimekamilika. Majengo yote 8 ya maonyesho katika kituo cha kimataifa cha mikutano na maonyesho cha Hainan yako tayari kupokea wageni. Baadhi ya bidhaa za kisasa kama vile miwani janja na magari ya roboti tayari zimeanza kuvutia wageni wengi wanaohudhuria maonyesho haya. Maonyesho ya mwaka huu pia yana kituo maalum cha huduma kwa wanunuzi kitakachowaunganisha wauzaji na wanunuzi kupitia jukwaa maalum. Aidha, kuna eneo maalum linaloelezea sera za bandari huria ya biashara ya Hainan ili kuwasaidia washiriki kuelewa fursa za uwekezaji na biashara. Na kutokana na hali ya joto kali inayotarajiwa wakati wa maonyesho, kampuni ya umeme ya Hainan imehakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika bila kukatika katika maeneo yote muhimu. Vilevile, maonyesho haya yanaendeshwa kwa kutumia umeme wa nishati safi kwa 100%. Kwa upande wa usalama, kikosi cha zimamoto kimeweka askari wake katika maeneo ya tukio mapema. Wataendelea kufuatilia mifumo ya umeme saa 24 ili kuzuia na kudhibiti hatari za moto. Mbali na maonyesho, Hainan pia itatoa ofa za ununuzi wa bidhaa bila ushuru pamoja na vocha za utalii na burudani kwa wageni. Vilevile, njia maalum za utalii zitaanzishwa ili kuwapa wageni fursa ya kutembelea maeneo mbalimbali na kuongeza mvuto wa maonyesho haya katika kisiwa kizima. Roboti ya kwanza ya China iliyotengenezwa ndani ya nchi kwa ajili ya ukaguzi wa nyaya za chini ya bahari imeanza rasmi kutumika, ikitoa suluhisho jipya la kiteknolojia kwa kulinda usalama wa nishati ya kina cha bahari na mitandao ya mawasiliano. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Kifaa hiki cha kisasa cha chini ya maji kinaunganisha teknolojia za sonar, ugunduzi wa sumaku umeme na uwezo wa mitambo wa kushika na kuendesha vitu. Kinaweza kukagua nyaya za chini ya bahari kwa uhuru katika kina cha hadi mita 300. Kinapofanya kazi kwa kushirikiana na vyombo visivyo na rubani juu ya maji, ufanisi wake huongezeka mara 10 ikilinganishwa na ukaguzi wa kawaida unaofanywa na binadamu. Kupitia mawimbi ya sumaku umeme, roboti hii inaweza kugundua nyaya zilizofunikwa kwenye matope ya bahari na kutambua itilafu kama uchakavu au nyufa. Ina mkono wa roboti wenye uwezo wa digrii 5 za uhuru wa mwendo unaoweza kushika nyaya kwa urahisi kutoka pembe yoyote. Mfano wake wa msukumo una propela 4 kwa ajili ya kushuka na kupanda wima na 4 kwa ajili ya kusonga mbele na nyuma kwa mlalo. Ikiwa kama mpelelezi wa chini ya maji, roboti hii inaweza kusafiri kwa kasi ya kilomita 5 hadi 7 kwa saa, ambayo inalingana na kasi ya binadamu anayetembea haraka au anayekimbia polepole. Imewekewa pia mifumo ya mwanga ili kuangaza sakafu ya bahari, ikitoa mwonekano wazi wa mazingira ya chini ya maji. Aidha, roboti hii ina vifaa vya kugundua sumaku na spektra
vinavyoiwezesha kukagua nyaya za chini ya bahari kwa kujitegemea. Mchakato huu unafanana na skani ya CT unaoiwezesha kugundua aina mbalimbali za uharibifu wa nyaya kwa usahihi mkubwa. Katika juhudi za kuboresha maisha ya wazee vijijini, mkoa wa Shanxi nchini China umeanzisha kantini maalum zinazotoa chakula kwa bei nafuu. Ronald Mutie anaripoti. Katika mkoa wa Shanxi, kantini za vijijini zimeanzishwa ili kutoa chakula cha bei nafuu kwa wazee, wakiwemo wale waliobaki vijijini peke yao, wanaoishi bila msaada au wanaopata ugumu kujipikia. Katika kijiji cha Liuba kilichopo katika wilaya ya Pingli, mkoa wa Ankang, kantini zimeanzishwa mahususi ili kuwahudumia wazee waliobaki vijijini. Kikiwa katikati ya eneo la milima ya Kinba, kijiji hicho kina idadi kubwa ya wazee ambapo karibu 30% ya wakazi wake wana umri wa zaidi ya miaka 60. Kantini hiyo ipo ndani ya jengo la makazi lililotengwa na serikali kwa ajili ya wazee wanaoishi peke yao na makundi mengine yaliyo hatarini. Wazee ulipa yuan 5 tu, yaani dola 0.73 za Marekani kwa kila mlo, huku wale wa kipato cha chini wakilipa yuan 2 tu, takriban dola 0.30. The food in this canteen is delicious, and it's convenient to eat here because I can't cook. Kwa wazee wenye ulemavu au wanaopata ugumu wa kutembea, viongozi wa kijiji pamoja na watu wa kujitolea wameunda timu ya kusambaza chakula majumbani kwao. I'm a cook at this canteen, and I always try to cook different dishes every day and make the food soft so that the elderly can have a good meal at an affordable price. Kantini kama hizo pia zimeanzishwa katika kijiji cha Shinshu ambako wazee hushirikiana kusaidiana ili kuhakikisha kila mmoja anapata chakula kwa wakati. Kantini hiyo inawahusisha wazee katika shughuli kama vile usafi, maandalizi ya chakula na upishi, na baadaye kupata chakula cha bure kama malipo. Pia upata fedha kupitia ruzuku za serikali, matangazo ya moja kwa moja mtandaoni na michango ya hisani ili kuendesha shughuli zake. Next, we aim to become self-sufficient. We plan to cultivate unused small plots of land in the village, grow vegetables, and raise some chickens and ducks, hoping to make our canteen better and better. Kuleta uhai wa kweli kwa wahusika wa kufikirika katika filamu kwa muda mrefu imekuwa changamoto kwa sekta ya filamu, lakini maendeleo ya teknolojia za kidijitali sasa yanawezesha filamu za China kuwafanya wahusika hao kuonekana halisi na kushirikiana kikamilifu na waigizaji na mazingira halisi. Zakia Pong ana mengi katika sehemu yetu ya Fahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Jinsi ya kufanya wahusika wa kufikirika katika filamu kuonekana kama wako hai imekuwa ni changamoto kwa sekta ya filamu. Lakini sasa filamu nyingi za China zinafanya uzalishaji wa kidijitali kuonekana hai katika skrini na kujihusisha kikamilifu na waingizaji halisi, simulizi na mandhari. Watengeneza filamu nchini China wanakumbatia teknolojia za kisasa za kidijitali kuleta uhai kwa wahusika wa kufikirika kwa uhalisia halisi, na hivyo kuleta mageuzi katika uzalishaji wa filamu. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vya sekta hiyo, mchakato mwingi wa utengenezaji filamu siku hizi unaanza mapema kupitia udijitali na matumizi ya sanamu za kuchongwa zenye ukubwa wa binadamu. Sampuli hizi za kifani zinapigwa picha ya kidijitali na kugeuzwa kuwa vitu vya ubora wa juu vya uhalisia vinavyowawezesha wafanyakazi kupanga kwa ufanisi mwanga wa taa na kamera na kupata viumbe vya katuni za kuaminika kwenye skrini. Vifaa hivi vya ubora wa juu wa kidijitali vinatumika kama viunga mkono muhimu kwa hatua zinazofuata za operesheni ya ufanisi ya majukwaa ya mwanzo ya kuangalia uhalisia. Sio tu vinawawezesha watengeneza filamu kupata uzoefu kamili wa uhalisia unaokusaidiwa kabla, bali pia unawezesha marekebisho kwa wakati katika mipango mwendelezo wa kazi ya kutengeneza na kuzalisha kutokana na mahitaji ya wakati husika, na kupunguza kwa kiasi kikubwa gharama za majaribio na kasoro zinazoweza kujitokeza kwa wafanyakazi.
Takwimu zinaonyesha kuwa uzalishaji wa uhalisia umepanuka kwa kasi ndani ya sekta ya filamu nchini China, ikikua kutoka asilimia 15 mwaka 2023 hadi karibu asilimia 45 ilipofika mwaka 2025. Injini za uzalishaji za wakati halisi kwa sasa zinatumika katika mzunguko mzima wa uzalishaji, kutoka hatua za mwanzo na utengenezaji wa filamu wa VR hadi kazi za baada ya uzalishaji. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. 第3课，他是谁？ Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. Leo tutajifunza jinsi ya kuandika herufi za Kichina. Tafadhali andaa karatasi na kalamu yako. Kujifunza herufi za Kichina. Tafadhali chagua herufi sahihi za Kichina kulingana na pinyin, kisha fuatana na mwalimu kuandika. Zhong. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个. Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Guo. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个. Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Ren. Niambie, ipi ni sahihi? 第一个. Hebu tuone kosa liko wapi katika herufi ya pili. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Ta. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个. Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali andika pamoja nami. Shi. Niambie, ipi ni sahihi? 第二个. Hebu tuone kosa liko wapi kwa herufi ya kwanza. Sasa hebu tuone jinsi ya kuandika herufi hii ya Kichina kwa usahihi. Tafadhali
Andika pamoja nami. Tafadhali sikiliza rekodi na uchague jibu sahihi. 中国人 Niambie, ipi ni sahihi? 第二个中国人 谁 第一个 谁 他是谁 第一个 他是谁 他是成龙 第二个 他是成龙 哪国人 第二个 哪国人 Kazi ya kufanya nyumbani ya leo ni kuandika herufi za Kichina. Na kesho tutaendelea kujifunza Kichina. 再见 Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Hakuna kitu kibaya katika maisha kama kuogopwa na watu. Unaweza ukanywa sumu wakakuacha wakidhani unafanya mazingaombwe. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.